Dandy helikopta afungwa miezi 18 jela. Stephen Odambo Bise, mkazi wa kaunti ya Migori nchini Kenya, amehukumiwa kifungo cha miezi 18 jela au kulipa faini ya shilingi 500 kwa kosa la kuhatarisha maisha yake na maisha ya waliokuwa ndani ya helikopta mara baada ya kudandia helikopta wakati ikiruka. Obise, ambaye ni maarufu kwa jina la Obado, alizua taharuki kwenye mitandao ya kijamii Aprili 13 mwaka 2025 mara baada ya picha mjongo kusambaa mtandaoni zikimuonyesha na dandia helikopta na kungangania wakati ikiruka kwenye harusi ya kitamaduni ya msanii Prince Indah iliyokuwa ikifanyika kijijini kwao katika kaunti ndogo ya Uliri, ambapo mara baada ya tukio hilo aliwekwa kizuizini na jeshi la polisi na kufunguliwa mashitaka ya kujibu. Obise alifikishwa mbele ya hakimu mwandamizi mkuu Mathias Okweche, ambapo amekiri kutenda kosa hilo na mahakama imemkuta na hatia ya kuweka hatarini na usalama wake na waliokuwepo ndani ya helikopta, ambapo moja ya mashahidi ameiambia mahakama kwamba mara baada ya rubani kugundua kuna mtu ananing'inia ili kuokoa maisha yake, alimtupa shambani na kisha kuendelea na safari. Ni taarifa kutoka nchini Kenya. Hatimaye Stephen Odambo Bise, mkazi wa kaunti ya Migori nchini Kenya, amehukumiwa kifungo cha miezi 18 jela au kulipa faini ya shilingi 500 kwa kosa la kuhatarisha maisha yake na maisha waliokuwa ndani ya helikopta mara baada ya kudandia helikopta wakati ikiruka. Marufuku wimbo wa chama. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Emmanuel John Nchimbi amepiga marufuku wimbo unaobeza na kuchochea chuki dhidi ya vyama vya upinzani nchini, akiagiza usitumiwe tena na wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM popote pale, kwani wao wanapaswa kuwa mfano wa kuigwa kuhamasisha upendo, umoja na mshikamano. Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi alichukua hatua hiyo alipokuwa akihutubia umati mkubwa wa maelfu ya wananchi wa mji wa Shirati wilayani Loya kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja wa Bwere katika siku ya 4 ya ziara yake ya kikazi mkoani Mara. Nchimbi alitumia simu yake na kuucheza wimbo huo na kuwasikilizisha wananchi kupitia kipaza sauti alichokuwa anatumia kuhutubia. Walisikika watu wakiimba wimbo unaofanana na ule wa dhidi ya Idi Amin Dada, huku wakiwa wamebadili maneno na kuweka mengine yanayolenga kubeza na kuchochea chuki dhidi ya vyama vya upinzani hapa nchini. Nchimbi aliendelea kusema, wimbo huu sio mzuri. Maneno ya wimbo huu yanajenga chuki, hayajengi upendo. Napiga marufuku wimbo huu. Sisi wanachama cha Mapinduzi CCM tuna dhamana kubwa katika nchi hii. Lazima tuongoze kwa mfano, tuunganishe watu, tusiwe chanzo cha vurugu. Chama cha Mapinduzi CCM ndio baba na mama wa demokrasia hapa nchini, alisema Balozi Emmanuel Nchimbi. Aidha, Balozi Nchimbi, mbali na kutoa wito huo kwa wana CCM, pia alitoa rai kwa viongozi na wanachama wa vyama vya upinzani. Wote wana CCM na vyama vya upinzani tujiepushe na kauli zinazochochea chuki na shari na vurugu. Hata tukimsikia kiongozi wa upinzani anatoa kauli za kuchochea, tuwatafute ndugu zake huko Singida, wamshauri ndugu yenu huko anatukotupeleka siko. Ni taarifa kutoka huko Loya. Ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi amepiga marufuku wimbo unaochochea na kuchochea chuki dhidi ya vyama vya upinzani, akiagiza usitumiwe na wanachama cha Mapinduzi CCM popote pale, kwani wao wanapaswa kuwa mfano wa kuigwa kuhamasisha upendo, umoja na mshikamano. DA yakamata tani 3.6 za dawa za kulevya. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania DCA kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imetekeleza operesheni maalum katika mikoa mbalimbali ya Tanzania, ikiwemo mikoa ya Dar es Salaam, Mbeya, Arusha na Tanga, na kufanikiwa kukamata jumla ya tani 3.6 za dawa za kulevya, zikiwemo kilo 2133 za bangi, heroin kilo 91.62 na kilo 733 za methadone, pamoja na kilo 692.84 za mirungi iliyokuwa ikiingizwa kutoka nchi jirani ya Kenya. Akizungumza na waandishi wa habari, Kamishna Jenerali wa DCA Ali Taslimu amesema operesheni hizo zimefanyika kati ya mwezi Machi na Aprili mwaka 2025. Pia zimefanikiwa kuteketeza mashamba ya bangi yenye jumla ya ekari 178, huku magari 7, pikipiki 5 na bajaji 1 vikishikiliwa kwa kuhusika na uhalifu huo. Aidha, imeeleza kuwa watu 135 wamekamatwa na hatua za kisheria zinaendelea kufanyika dhidi yao. Katika mkoa wa Mbeya zilikamatwa kilo 178 za bangi aina ya sikanka na kilo 128 za bangi zilizokuwa zinaingizwa
nchini kutoka nchi ya Malawi, na operesheni zilizofanyika jijini Dar es Salaam ilifanikiwa kukamata kilogramu 220.67 za bangi aina ya skanka katika kata ya Chanika zikiwa zimefichwa chooni, huku kilogramu 11 zilikamatwa eneo la ukaguzi wa mizigo kwenye bandari kuelekea Zanzibar. Aidha, operesheni zilizofanyika Arusha na Tanga na Manyara zilikamata kilogramu 733 za dawa za kulevya aina ya method, kilo 91.62 za heroin na kilo 692 za mirungi iliyokuwa ikiingizwa kutokea nchi jirani ya Kenya, na kilogramu 115.05 za bangi, pamoja na kuteleza ekari 2 za mashamba ya bangi. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania DCA kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imetekeleza operesheni maalum katika mikoa mbalimbali ya Tanzania ikiwemo Dar es Salaam, Mbeya, Arusha na Tanga, na kufanikiwa kukamata jumla ya tani 3.6 za dawa za kulevya zikiwemo kilo 2133 za bangi, heroin ni kilo 91.62 na kilo 733 za methadone, pamoja na kilo 692.84 za mirungi iliyokuwa inaingizwa kutoka nchi jirani ya Kenya. Sakata la binti aliyedhalilishwa, polisi wakamata watu 4. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na maafisa wa maendeleo jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum limewakamata na kuhoji watuhumiwa 4 akiwemo Mwemba Baton maarufu kama Mujaku, mkazi wa jiji la Dar es Salaam, chanzo kikiwa ni suala la kushambuliwa na kudhalilishwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Ardhi Dar es Salaam aitwaye Magnificate Barnabas Kimaro. Akiongea jijini Dar es Salaam, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mulilo Jumanne amesema watuhumiwa 4 wamekamatwa na kuhojiwa mpaka sasa, ambao ni Mary Galvas Matogolo wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Laina Ponsmith wa chuo kikuu cha Ardhi Dar es Salaam na Asha Suleiman Juma wa chuo cha Uhasibu Dar es Salaam pamoja na Mujaku. Upelelezi wa shauri hili unakamilishwa kwa hatua zaidi za kisheria. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na maafisa wa maendeleo jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum limewakamata na kuwahoji watuhumiwa 4 akiwemo Mwemba Baton maarufu kama Mujaku, mkazi wa jiji la Dar es Salaam, chanzo nikiwa ni suala la kushambuliwa na kudhalilishwa mwanafunzi wa chuo cha Ardhi jijini Dar es Salaam aitwaye Magnificate Barnabas Kimaro. Na hatimaye kesi ya uhaini ya Tundu Antipas Lissu yaahirishwa hadi Mei 6 mwaka 2025. Jopo la mawakili 31 wanaomtetea mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu wakitoka katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu baada ya kuahirishwa kwa kesi ya uhaini inomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Kesi ya uhaini iliyomkabili Lissu imeahirishwa mbele ya hakimu mkazi Mfawidhi Franco Kiswaga hadi Mei 6 mwaka 2025, ambapo amesema itasikilizwa kwa njia ya mtandao. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye jopo la mawakili 31 wanaomtetea mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu wakitoka katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu baada ya kuahirishwa kwa kesi ya uhaini inomkabili mwenyekiti huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Miaka 30 jela kisa kukutwa na mimea 20 ya bangi. Mahakama ya wilaya na Nyumbu mkoani Mtwara imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Amina Musa mwenye umri wa miaka 47, mkazi wa kijiji cha Mchiga, kwa kosa la kupatikana na mimea 120 ya dawa za kulevya aina ya bangi. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara Mtaki Kajula ametoa taarifa hiyo wakati akielezea mafanikio ambapo polisi wamefanikiwa mahakamani, ambapo amesema ni kwamba jeshi la polisi Tanzania lilipata taarifa kutoka kwa msiri juu ya uwepo wa mimea wa dawa za kulevya aina ya bangi katika shamba la Mtiwa Atiani, ambapo alikuwa amepanda zao la ufuta na kuchanganya na mimea hiyo ya dawa za kulevya aina ya bangi. Jeshi la polisi limefanya doria katika shamba hilo na kufanikiwa kumkamata Mtiwa Atiani akiwa katika shamba lake
mtiwa hatiani alikiri kumiliki shamba na mimea hiyo kwa lengo la kujipatia kipato, na hivyo alifikishwa mahakamani na kuhukumiwa Aprili 16 mwaka 2025. Ni taarifa kutoka Mtwara. Hatimaye mahakama ya wilaya Nanyumbu mkoani Mtwara imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Amina Musa mwenye umri wa miaka 47, mkazi wa kijiji cha Michiga, kwa kosa la kupatikana na mimea 120 ya dawa za kulevya aina ya bangi.